Asalamu alaikum. Karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo katika video yetu mpya tutaangalia majina 30 mazuri na yenye baraka kwa watoto wa kiume wa Kiislamu pamoja na maana zake za kuvutia. Kuchagua jina la mtoto ni jambo muhimu sana katika Uislamu, kwani jina zuri linaweza kuwa na athari chanya katika maisha yake. Mimi ninaitwa Muheri Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa kwa ajili ya watoto na tukiangalia maadili, malezi na tukiangalia mambo ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya watoto. Karibu tuanze kwa kuangalia majina ya watoto wa kiume ambayo yanatokana na Uislamu. Jina la kwanza ni Ahmad. Maana ya jina hili ni mwenye kusifiwa sana. Hili ni mojawapo ya majina ya Mtume Muhammad. Jina la pili ni Ali. Maana ya hili jina ni juu au mkuu au mtukufu. Hili ni jina la binamu wa mkwe wa Mtume Muhammad. Jina la tatu ni Omar. Maana ya Omar ni uhai au maisha marefu. Hili ni jina la khalifa wa pili wa Uislamu. Jina la 4 ni Othman. Huyu ni mtoto wa nyoka maana yake katika lugha ya kale. Lakini kwa Waislamu jina la halifa wa 3. Jina la 5 ni Hamza. Maana ya jina hili ni simba, nguvu au uthabiti. Hili ni jina la ami ya Mtume Muhammad. Jina namba 6 ni Hassan. Maana ya jina Hassan ni mzuri, mwema au mrembo. Hili ni jina la mjukuu wa Mtume Muhammad. Jina la 7 ni Hussein. Maana ya hili jina ni uzuri mdogo au mzuri. Jina la mjukuu mwingine wa Mtume Muhammad. Jina namba 8 ni Abdalla. Maana ya jina hili ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Jina la baba wa Mtume Muhammad. Jina namba 9 ni Abdul Rahman. Hili lina maana ya mtumishi wa mwingi wa rehema. Jina la 10 ni Muhammad. Maana ya hili jina aliyesifiwa sana. Jina la mtume wa mwisho katika Uislamu. Jina la 11 ni Ibrahim. Maana yake baba wa umati, rafiki wa Mungu. Jina la mmoja wa manabii wakuu. Jina la 12 ni Musa. Maana ya hili jina aliyeokolewa kutoka majini, jina la nabii Musa. Jina la 13 ni Isa. Maana ya hili jina ni wokovu wa Mungu, jina la nabii Isa ambaye kwa Wakristo ni Yesu. Jina la 14 Yusufu. Maana ya hili jina Mungu ataongeza, jina la nabii Yusufu. Namba 15 ni Daudi. Maana ya hili jina ni kipenzi, mpendwa, jina la nabii Daudi. Jina la 16 ni Suleimani. Maana ya hili jina Suleimani ni mtu wa amani, salama, na hili ni jina la nabii Suleimani. Jina la 17 ni Zakaria. Maana ya hili jina Mungu anakumbuka. Hili ni jina la nabii Zakaria. Jina la 18 ni Yahya. Maana ya hili jina ataishi, jina la nabii Yahya au kwa Wakristo anaitwa Yohana Mbatizaji. Jina la 19 ni Adamu. Maana ya hili jina ni binadamu wa kwanza au udongo mwekundu. Jina la namba 20 ni Nuhu. Maana ya hili jina pumziko, faraja, jina la nabii Nuhu. Jina la 21 ni Idris. Maana ya Idris ni mjuzi, mwalimu. Jina la nabii Idris. Jina la 22 ni Salim. Maana ya Salim ni salama, mwenye amani au mzima. Jina la 23 ni Jamal. Maana ya hili jina ni uzuri au mvuto. Jina la 24 ni Kamal. Maana ya jina hili ni ukamilifu kwa jina hili Kamal. Jina la 25 ni Fahim. Maana ya hili jina mwenye akili, mwenye uelewa. Jina la 26 ni Riathi. Maana ya hili jina ni bustani, maeneo ya starehe. Jina la 27 ni Haridi.
Maana ya Khalid ni wa milele, asiyekufa au imara. Jina la jenerali maarufu wa Kiislamu Khalid bin al-Walid. Jina la 28 ni Anas. Maana ya hili jina ni rafiki au mwenye urafiki au faraja. Hili ni jina la sabaha wa Mtume Muhammad. Jina la 29 ni Tariq. Maana ya hili jina anayebisha hodi usiku au nyota ya asubuhi. Jina la Tariq ibn Ziyad ni kiongozi mashuhuri wa Kiislamu. Jina la 30 ni Zaidi. Maana ya hili jina ni kukua, kuongezeka. Jina la sabaha wa Mtume Muhammad. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Usisite kulike, usisite kushare, usisite kucomment. Tuambie umependa jina gani kati ya hayo majina ambayo tumeyataja, majina 30 ya watoto wa kiume ambao ni majina ya Kiislamu yenye baraka na maana ambazo zinavutia na maana ambazo ni nzuri. Tuambie kwenye comment. Je, wewe umependa jina lipi kati ya hayo majina? Vile vile unaweza ukatuandikia katika comment kama una jina la mtoto wako ambalo haujui maana yake, na sisi tukakupa maana ya jina hilo. Karibu utazame kuanzia mwanzo hadi mwisho, usikomee njiani, ili uweze kufaidi na uweze kujua majina mengine. Unaweza pia ukashare kwa wazazi wengine ili waweze kujua maana ya majina sahihi kwa watoto wao. Karibu tena, tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Asante.